Habari msikilizaji wetu wa Orkonerei FM Radio na mtazamaji wetu wa YouTube channel yetu ya Orkonerei Digital. Leo tupo kijiji cha Terrat na kata ya Terrat, na tupo hapa na mheshimiwa diwani wa kata ya Terrat ambaye alipata nafasi mwaka jana Oktoba 29 kurejea tena kwenye nafasi hii ya udiwani kwa mara nyingine tena. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Habari ya kwako? Habari ya kwangu mzuri. Namshukuru Mungu kwa neema pia kuchaguliwa tena na kuaminika, na pia kwa neema ya Mungu kwa kweli wananchi wetu ndio hali sio mbaya. Sawa, wewe ni mwanariadha? Ndio. Mimi sio mwanariadha, mimi nafanya mazoezi. Mfanya mazoezi, unapenda kufanya mazoezi lakini hasa kukimbia. Mimi sio daktari, lakini wanasema ukifanya mazoezi sana circulation ya damu mwilini inafika kila mahali. Sawa, mpaka sasa labda kwa kata yako umefanya ziara kwenye vijiji vingapi pengine? Mimi kata ya Terrat na vijiji vitatu. Na nimefanya ziara kwanza ilikuwa nianze tarehe 7. Ikawa tulipangia tarehe 7, kumbe tarehe 7 ilikuwa ni Karume Day. Kwa hiyo tukahamisha ile ya tarehe 7 tukapeleka tarehe 13. Kwa hiyo ziara yetu rasmi tulianza tarehe 11 katika kijiji cha Luswaki, na tarehe 13 tukaenda Ngonongo, na tarehe 14 tukamalizia kijiji cha Terrat. Sawa, turudi nyuma kidogo, mwaka jana Oktoba. Okay. Tukumbushe wewe ulipata ushindi wa kura ngapi pekee? Kwanza kwa kura ya maoni, nafikiri kura ya maoni sana sana sio ni ndani ya chama. Kwa hiyo tukisema ndani ya chama ina utaratibu wake ambao inaweza kutangulia kwa kura na usirudishwe, na inaweza kainguliwa kulingana na taratibu ambazo chama ameweka. Kwa hiyo kwa chama pia niliongoza, lakini kwa uchaguzi mkuu pia ambao ni general election tulifanya siasa safi kabisa, na nikapata kura kati ya kura 7,000 ya kata ya Terrat, lakini nilipata kura 6,000 na kichele kidogo, kama na 5,800 na kitu. Uchaguzi ulikuwa rahisi pengine kwa sababu hakukuwa na chama kingine, kwako ikawa rahisi au kuna ugumu ambao ulikuwa unauona? Haiwezi kuwa ngumu. Kwanza nilikuwa na mpinzani. Nilikuwa na mpinzani ambao alikuwepo mpaka dakika ya mwisho. Nafikiri baada ya kuona kule kwenye mikiki ya wananchi, akasoma gepu. Akaamua kurudi, akaungana na sisi. Basi ikawa mimi ndio nimepita. Lakini tulikuwa na ushindani mzuri tu, na bahati mzuri ambao hawajajitokeza chama chochote ambacho hakijatokeza ni wenyewe tu, lakini mlango ilikuwa wazi. Demokrasia ilikuwa iko wazi kwamba hata ungekuja wote 20 na ngapi ilikuwa hamna shida, hamna kizuizi. Sawa, kama baba na familia unayo na watoto, walipokeaje ushindi wako? Walifurahi, wanafurahi, lakini sasa kumbuka mimi tayari nina miaka 10 wakati nagombea. Nilishagombea 2015 nikashinda, 2020 nikashinda. Kwa hiyo hii pia walipokea, na unajua pia watoto wa siku hizi saa nyingine wengine wanasema siasa ni mbaya, wengine wanasema ni sawa, na mimi najaribu kushawishi baadhi kama watakuwa wanasiasa, lakini wengi wanakimbilia udaktari. Hawataki siasa. Anasema anataka kuwa daktari, mwingine anasema anataka kuwa mwanasheria. Kwenye siasa unaweza ukakosa muendelezo. Najaribu, bado nashawishi. Kuna mmoja muongeaji sana, natamani sana kama nitaweza kumshawishi ili aingie kwenye siasa siku moja. Bado kwa shule. Okay. Sawa, kwenye hali zako mwaka jana uligusia upande wa umeme pamoja na maji. Tukiamini kabisa maji ni uhai, na kuna maeneo kwenye kata yako ambapo bado maji hayajafika pamoja na umeme. Sasa tuna miezi kadhaa, 3-4 sasa hivi mwezi wa 4. Mipango ni ipi na mikakati ni ipi, ama kuna hatua zipi ambazo tayari umezipiga? Kwanza nataka tu nikuambie kwamba sisi
kwa upande wa CCM tunaposhinda uchaguzi sisi tunatembea na ilani. Hatutatoka nje ya ilani kwa sababu ilani ndio inatuelekeza ni nini cha kufanya kwa wananchi. Na wakati tuko kwenye kampeni, ilani ndicho tunachopeleka kule kwa wananchi ili kuwaeleza kwamba mkituchagua tunafanya 1, 2, 3. Sasa nataka tu nikwambie kwamba kwenye ilani hesabu yetu iko pale kwamba umeme wa REA vijijini mpaka 2030 hakuna kitongoji hata kimoja itakuwa hakina umeme. Ni sawa na ilani yetu pia ilikuwa inaeleza mpaka 2025 vijiji vyote vimepata umeme. Sasa hivi tunakwenda kwenye vitongoji. Kwa mfano kwenye kata hii tuna vitongoji kadha ambazo tayari zimeshapata umeme. Inawezekana tukisema kitongoji watu wengine wanaweza ukachukulia kwamba kitongoji cha fulani hamna umeme sio nini. Lakini kumbuka umeme tunajaribu kusogeza kila wakati na ni jambo ambalo ni endelevu. Kwa mfano hapa tuna Lorongoswani na umeme. Lakini kuna maboma zikienda umeme hamna. Lakini tunahesabu iko Lorongoswani kwa sababu imeshafika pale kwenye center. Kwa hiyo sasa pale tunasambaza kila wakati. Na hivyo katika maeneo mengine. Kwa hiyo umeme iko pale kwamba mpaka 2030 tutaendelea. Na hivi tunavyoongea kitongoji cha Armani leo hii hata leo nimekuta wanasambaza nguzo kwenda kwenye shule ya Togota. Sasa ikifika shule ya Togota yetu tumefika Armani, boma zilizoko pale karibu tasambaziwa umeme. Sasa jambo la kuendeleza linaendelea. Kwa hiyo kwa Loswaki nafikiri ni mboko na kwa mwaka huu kwa budget hivi tunayokwenda naye. Kwa hiyo mboko nafikiri tutakuwa tunaweka, alafu na kule ni Lahota kule Ngonongwe. Una uhakika mpaka umalize vitakuwa vimedondolewa vyote? Na uhakika. Turudi kwenye vidonda vya Wanaingonongoi na Wanaloswaki kuhusiana na madaraja yale ambayo yamesimama muda mrefu, karibu miaka 2 sasa. Na kumbuka hata sisi ulituambia tulipozungumza na wewe kwamba kuna utaratibu unaendelea, lakini sasa hivi limesimama na ni wakati wa mvua. Wewe unasemaje kuhusu hili? Kwanza mimi nashukuru kwa kuzungumzia hilo la madaraja ya Ngonongwe na Loswaki. Kwanza la Loswaki tunavyoongea hivi punde tayari watu wako site wanafanya kazi. Saa hii tunavyoongea watu wako site wanafanya kazi. Na imekwenda juzi wakati naenda tarehe 11 nilikuta walikuwa tayari wameshatengeneza kutandaza kitanda. Lakini kumbuka ile daraja ni sio kubwa na kasi ya maji hata sio kubwa. Na wataalamu wana vipimo vyao. Kwa hiyo hata sasa maji yakitokea yakija pale hatutaweza kupata madhara yoyote kwa mkandarasi wetu. Lakini vingine tukienda Ngonongwe mkandarasi baada hajaja, lakini aliondolewa na mvua. Na ni kwamba alikati alifanya kazi, alishatengeneza zile engo za mwisho wa mto kona na ile ndani ya katikati alishamaliza kuzitengeneza. Wakati anataka kutandaza kitanda cha juu mvua ikawa nyingi. Kwanza ikachukua mirunda yale ambayo anapokea ile seti ya daraja. Yakawa amechukua na yeye sasa kwa sababu ni kipindi ya mvua ikabidi aombe kwanza aondoke kwa sababu ilikuwa hakuna namna ya kufanya kazi tena pale. Wala hasingeweza kufanikiwa. Lakini kusema kwamba imesimama kwamba haitafanya kazi, hiyo haiwezekani. Na hakuna namna ya serikali kuweka fedha pale alafu ikaacha. Na tayari ilikuwa kwenye budget. Kwa hiyo ni hela ambayo tayari iko kwenye budget na ilishatolewa. Kwa hiyo kwa kweli nikwambie tu kwamba haya yanaendelea. Na mimi kwa juzi kati hapa nilijaribu kutafuta mawasiliano. Mimi sijapata fiscal yule mkandarasi, lakini nilipata kupitia kwa mwenyekiti wa Ngonongwe kwamba yeye alibahatika kuongea naye na akasema yupo Kiteto. Ana kazi nyingine kule Kiteto ambayo kipindi ya mvua haiwezi kumzuia. Yeye akawa anaendelea naye. Na unajua mkandarasi anashika sehemu nyingi, ni kama ni biashara. Kwa hiyo hauruhusiwi kwamba eti kwa sababu na Ngonongwe hautapewa tena kabisa mpaka umalize Ngonongwe.
Sasa ameacha Ngonongoi amekwenda Kiteto. Una uhakika gani kwamba hiyo Kiteto inachukua muda mfupi ambapo itamsababisha arudi Ngonongoi kwa wakati? Sisi hatuna uchunguzi huo, lakini baada ya kwamba kipindi ya mvua ya ukuni ya msimu, mvua ikisha kwamba imekatika, tuna uhakika kwamba atarudi kufanya kazi yake. Pia akichelewa, serikali huwa kwenye mikataba na wanaandikiana kwamba ukichelewesha kwa uzembe pasipo maelewano ya pande zote mbili inakula kwako, na yeye serikali ikimcheleweshia hela, serikali inapata hasara kwa sababu lazima wamlipe ile muda ambayo amechelewesha fedha yake. Kwa hiyo la yeye kuja atakuja. Unatuambia ni mvua ndio imemsababisha mkandarasi akashindwa kufanya kazi. Na mwaka jana ilikuwaje? Daraja limeanza mwezi wa 7 mwaka jana. Kumbuka huwezi tu kwanza kama tunakwenda tunakuchukua na unakuja unaanza. Kuna vitu vingi pale, kuna mambo mengi, mara sijui kuna design ya daraja, kuna ndani nyingi sana hapo vinapita kabla ya kuanza moja kwa moja. Kwa hiyo alikuja kuanza kwenye mwezi wa 7. Mimi nakumbuka wakati tuko kwenye kampeni ndio daraja linaanza. Na ndio likaanza kufikwa pale site pale wa kupima na kufanya nini. Kwa hiyo haikuwa kwamba moja kwa moja mwaka jana wote walifanya sijui walifanya kwa muda ule. Na kumbuka hiyo ile korongo ni kubwa, wewe unajua ni kubwa. Kwanza ni kubwa kiasi kwamba mimi mwenyewe naona tu kwamba huko mbele tutahitaji daraja kubwa zaidi ya hili. Umesema alianza mwaka jana kipindi cha kampeni kufika kurekebisha. So mliweka vile ili mpate tena nafasi ya kurejea kwenye mkosi. Lakini kwani hata ingekuwa na ubaya gani kama ingekuwa inatupa credit, lakini sio hela ya kutupa, kwa sababu sasa hivi tumeweka hela nyingi. Hivi tangu imeanza hii Ngonongoi na Terrat kwa ujumla hapakuwepo na dalili zozote ya kuweka daraja. Lakini hatuwezi kuweka nguzo hapa tukapoteza fedha nyingi alafu yuko hapa alafu eti watu waondoke kwa sababu tulikuwa tunataka tukao. Hapana. Kwanza CCM haifanyi hivyo. CCM ikifanya jambo inafanya kwa sababu linatekelezeka. Na hivyo wana Ngonongoi ili angalau wataanza kumuona kama watu kufanya. Mimi ninachoweza kusema, yani kama ingekuwa ni mimi moja kwa moja kwamba mimi nasimama. Mimi kumbuka mimi ni mwakilishi wa watu. Mimi sio msimamizi wa mradi. Mimi sio mtangaza tenda. Mimi sio mtoa tenda. Na mimi sio mfungua tenda. Na mkataba pia si saini mimi. Lakini kwa sababu ni shughuli ambayo inawahudumia wapiga kura wangu, ni lazima nifuatilie. Sasa mimi kitu na uhakika baada ya kufuatilia hata kwenye baraza la madiwani ni kwa sababu tu jambo la mvua. Mvua tu ndio inazuia. Lakini jambo lingine lolote hakuna linalofanya. Kwa hiyo mvua nafikiri hapa tuna mvua muda mfupi tu. Kwa tabia ya kwetu huku, mazingira ya kwetu, kwamba mvua yetu ni mwezi wa 4, mwishoni kidogo, mwanzoni mwa mwezi wa 5, ikifika mwezi wa 5 hapo katikati wiki 2 mvua ya mafuriko haitakuwepo tena. Kwa hiyo lazima itakuwa mkandarasi amesharudi. Ukisalia kwa kwenye mvua zimeharibu barabara za ndani ya kata ya Terrat. Hata hii cha Terrat barabara ni mbaya. Hata hii hapo tukiangalia kupandisha hii ni mbaya. Kuna mpango wote wa dharura kwa halmashauri kuhakikisha zinarekebishwa? Kwanza serikali ya kijiji ya Terrat ilipendekeza kwenye mkutano wake wa kawaida na ikapandisha ikaja kwa DC. Na mimi nikapeleka kama sehemu ya kipaumbele ya bajeti ya upande wa barabara. Nilipeleka barabara hii ya ndani ya mji wa Terrat, ikiwepo hiyo ya inayozungumzia. Niliweka hiyo na hata kwa mbunge, na yeye wakati anafungua ofisi hapa, na yeye alielezea kwamba tutaipa kipaumbele kwa sababu mji nakuwa ni lazima tutengeneze miundombinu. Lakini tuna mawazo zaidi. Nafikiri mengine hayahitaji sana kuizungumzia hapa kwa sababu sitaki kuongea ambacho hakijakuwa wazi, lakini tuna mpango mkubwa sana na mji wa Terrat ili kuleta staff, kwa sababu ukiangalia Terrat kwa wilaya Simanjiro, Terrat ukiacha Orkesumet na Mererani, mji mkubwa unaokuwa
na ambayo ina hadhi fulani, ina facility nyingi ni TERAT. Kwa hiyo ni lazima tujaribu kuweka katika mazingira ambayo yanakwenda kuleta tija, na bahati nzuri mimi mwenyewe napenda maendeleo. Mimi mwenyewe napenda maendeleo, napenda kitu kizuri. Marekebisho yako tumeshayapeleka, na ukiangalia kwa TERAT wala uharibifu wa mvua sio kubwa sana kama tunaposema. Ilikuwa hakuna miundombinu yoyote tu ya barabara hapa ndani ya mji, lakini kuhusu kwamba tuna sehemu ambazo zimeharibika hazipitiki, ni mambo ya kawaida. Ukienda sehemu zingine, kwani tunaenda Arusha, ukikuta barabara hii ya Tambo imekufa kabisa. Ukienda Olgesu leo unaenda masaa kadhaa. Ukienda Loibor-Siret imeharibika kabisa. Yaani sehemu nyingi zimeharibika zaidi kuliko hii hapa kwetu. Lakini pia mbunge wetu alishaandika andiko maalum na kupeleka zile sehemu zote kuanzia TANROADS, TARURA, ameandika na zote zimeshakwenda. Hii nasema tu mimi, lakini niliongea naye mimi na akanieleza kwamba hayo mambo yote nimeyashughulikia na nimeyapeleka panapohusika. Sasa hivi ni kipindi cha masika, tuweze kusema wafugaji wanateseka malisho kwa sababu yapo maji yapo. Je, kipindi cha kiangazi wataendelea kuteseka mpaka lini, ama wewe kiongozi una mpango wote wa kuwasaidia ili ifikapo kiangazi wasiteseke kuhusu malisho? Kwanza kama TERAT wana maeneo ya malisho. Unajua katika vijiji vyetu vitatu ambavyo mimi naongoza, sehemu pekee ambayo ina eneo la malisho ni TERAT, ambayo ina sehemu ya jumla ya wana kijiji, sehemu ya umma ambayo hailimwi ifanywe nini, ni sehemu ya malisho tu. Sasa wao walishajiwekea utaratibu, alafu wana kamati yao ya ufugaji kwamba ikifika mwezi wa 7 kuna maeneo ambayo hayaruhusiwi ng'ombe kufika. Na juzi hapa walikuwa kwenye mkutano, wameweka utaratibu huo ili waanze kufungulia mwezi wa 8 tarehe 1. Kwa hiyo kuna utaratibu huo, na nafikiri wameshaanzilea kuendelea nayo. Nashukuru sana serikali ya kijiji cha TERAT, wamejaribu kufuatilia hiyo na wanafanya. Kwa hiyo wanafanya kijiji cha Loswaki hawana maeneo, kila mtu ana eneo lake analolitegemea, na Godongo hivyo, lakini hawana eneo la umma la kusema hii eneo la umma ambalo wanaweka utaratibu huo. Hao ambao hawana maeneo ya umma na mali, hiyo sehemu ya malisho hapa TERAT kuzungumza na mwenyekiti akasema kipindi cha kiangazi haiwatoshi wafugaji walioko pamoja na mifugo yao. Sasa kuna utaratibu mwingine wa kuwasaidia ama vipi? Namna ya kuwasaidia, unajua sasa tuseme tunaongeza ardhi, tutaongeza kutoka wapi? Hiyo si kwanza hamna. Lakini sisi wafugaji hatutaki kukubaliana kwamba ikifika mahali eneo letu ni kubwa tupunguze mifugo, tufuge mifugo bora. Ni kitu ambacho nakwenda taratibu. Kwa hiyo sasa hivi mahali tulikotoka sio sawa na tuliko hivi sasa. Bado tunataka mifugo mingi, lakini tunataka mifugo bora. Na hivi sasa kila mahali ukienda, kila boma ukienda, unakuta mtu ana ng'ombe nzuri ambayo ina bei. Sasa wanabadilisha. Kwa hiyo mimi ninavyoona kwa huko tunakoenda, pamoja na eneo ndogo ambayo tunalo na kweli halitoshi, lakini ukisema kwamba halitoshi tufanyaje sisi kama viongozi? Hakuna ramani ndio na ya kijiji ndio inaruhusu hivyo. Kwa hiyo ni lazima sisi ndio tu set up tuone kwamba okay, sasa kwa sababu tumepata ng'ombe bora. Ukiwa na ng'ombe 40 au 50 au 100, 200, lakini ukiuza hata ng'ombe 20 pale unapata hela ya kutosha kufanya jambo lako. Kwenye kilimo TERAT wanalima, na baada ya kilimo ni kuvuna na masoko yanahitajika. Utaratibu ni kuhakikisha wakulima wateseki kutafuta masoko. Kwanza kwa jambo la wakulima na mazao yao ni huru. Yaani huwezi, kwa sababu tulichotaka kufanya miaka ya nyuma kidogo, nilijaribu kuingiza kule kitu inaitwa stakabadhi ghalani. Yaani kwamba wewe una gunia 2000, mimi na 1000. Mtu mwingine ana 200, 300, ikusanywe mahali moja. Kifika gunia 200,000, basi inatafutwa bei kwa mtu ambaye anaweza kaja mtu mmoja akachukua yote kwa kilo. Alafu tukimaliza tunaelekezwa kwamba bwana kilo ya mahindi ni hivi. Lakini hilo halijafanyika. Kwanza inataka ghala,
na mimi nilikuwa najaribu kushawishi kama tungepata magala haya na Ramata, kama tungeweza kufanya, lakini naona kama haijapokelewa sana. Tulijaribu kuingiza kwa wananchi, inakuwa kama mtu anafikiria kwamba kuna janja inafanyika, yeye afanye kazi alafu mtu mwingine aje akatafutie mazao yake biashara. Ni jambo la elimu ambayo nafikiri ikipatikana muda serikali inaweza ikapeleka, kwa sababu Babati wanafanya kwa nini inaitwa hii ufuta, na hata Narakau halmashauri sasa hivi tunajenga gala pale Narakau la karibu milioni 200 la ambalo tunataka kuweka hiyo, kwa sababu watu wakulima wa Loibosire na Kimotoro kutoka wilaya Simanjiro wanapeleka Babati kwenye gala ile la stakabadhi galani. Sasa tunataka kuzuia ili sisi tuone kama watu wetu pia watajifunza, tukianza na hiyo ufuta tufuate na mahindi ili tuone kama tutafanya, kwa sababu kwa kweli watu wanapata fedha, na wale watu wanakata hela kidogo sana ambao wanapata, lakini hela yako unaingizwa kwenye akaunti yako moja kwa moja, kwamba gunia yako 200 kilo imefika 1200 kwa kilo, gunia linafika karibu 120,000, unapewa hela yako yote kwa siku moja, na mtu pia wanauza kwa tenda. Soko la soko limeishia wapi? Tumezungumza mara nyingi sana mimi na wewe kuhusiana na ile soko. Mbona linashindwa kusimama? Limeshindwa. Sasa unajua mtangazaji, najua ile ni hitaji la watu. Sikuwa na bidhaa ambayo napeleka nikasimamia, lao ni sheria ambayo inaniambia wewe ni lazima uende sokoni. Walisema tunataka soko, na kweli uliona kwamba aliitikia siku zile, wakakubali, wakakaa. Lakini wao ndio labda wao hawapeleki vitu au facility zile ambazo zinatakiwa ifanyike ndio haijafanyika. Lakini hapakuwa na doubt yoyote kuhusu upande wa serikali. Choo uliona pale tulishajenga, eneo limeshatengwa. Ilikuwa ni kazi tu ya wananchi kuendelea kukaa pale na kufanya biashara yao. Labda haijakizi labda matakwa au mwamko wa watu wenyewe kufanya soko pale, lakini labda tunaendelea tena kuangalia kushirikiana. Mwezi wa 7 nilikuwa nimepanga ziara nyingine ambayo Mungu akitujalia nitafanya, lakini moja ya mambo ambayo nataka kuzungumzia ni pamoja na hiyo Loswaki. Ukijaribu kuongea na baadhi ya wananchi ama viongozi wa pale, wanasema tatizo hasa kwa nini? Yaani hawasemi ni nini. Sasa unajua kuna mambo ambayo unaweza kuelewa hata mtu akisema, lakini kuna mambo tu ya kienyeji ambayo sisi hatutaki kupropose kwamba ni kitu ambacho kinaweza kukwamisha soko, lakini elimu huwa inakuja kidogo kidogo mpaka mtu aelewe. Lakini ni kuna upotoshaji fulani tu ambayo ilikuwa imepitia pale kwa wanasiasa na nini. Basi sasa hilo mwanasiasa akipotosha watu, lakini wale watu wakija kugundua kwamba uliwapotosha, hata kutaka atakuona, unaweza ukadanganya mara moja tu. Kwa hiyo ni siasa zilipita kupotosha watu wasije sokoni ama wasilete bidhaa, maana eneo la soko kupotosha pia. Sasa mpotoshaji ndiye anajua kwamba ameingiaje, yaani amepeleka proposal gani ikapokelewa. Nakumbuka tulizungumza siku moja kuhusiana na ule mradi wa umwagiliaji ambao kijiji kimoja wapo Simanjiro kilikuwepo kwenye huo mradi. Umefikia wapi sasa hivi? Mradi ule unaendelea, lakini unajua kumbuka hiyo inatoka serikali kuu. Sisi huku baada ya kuonyesha au kumark kwamba kwa wilaya ya Simanjiro ilionekana Loswaki ni sehemu moja wapo ya kuweka, na ilionekana, kumbuka hii ni mradi wa nchi nzima, kwa hiyo naweza ikapangwa budget isiwe kwamba baada ya kupangwa budget ya nchi nzima kwamba ilianza mahali fulani, imeanza fulani, imeanza mahali fulani, lakini kwetu bado ipo. Hata juzi kwenye ziara iliibuka pia hilo kwa wananchi, lakini tulioeleza kwamba hilo linaendelea na hakuna usitishaji wowote kwamba imepita kwamba sasa hivi hiyo tena hamna. Kwa hiyo tunasubiri, lakini jambo liko pale pale.
Kwa hiyo ni loss wake. Ni loss wake. Kwa miaka hii mitano unatamani Mwanaterate wakukumbuke kwa lipi? Miaka hii mitano ambayo bado kabisa au miaka mitano iliyoisha? Baba tunamalizia ndugu yangu niambia ndo namalizia. Yani miaka mitano ya kuisha 30. Ya kuisha 30. Ushamaliza kabisa unabaki jina diwani yani. Kwanza kitu ya kwanza mimi siwazi kumaliza. Nawaza kile ambacho nimeahidi wananchi. Hiyo ndio kitu kubwa ambacho mimi nawaza. Nawaza kwanza kumaliza matatizo ambayo nimewaambia. Nashukuru Mungu kwamba tangu 2015 nimebadilisha sura ya kata ya Tera. Kuna baadhi ya mambo mimi inawezekana nisipewe sifa nyingi, lakini sifa zenyewe zinakwenda kwa walaji. Na mimi nataka nikwambie uchaguzi huu uliopita juzi, kati ya miradi, kati ya vitu vilivyonibeba kwa wananchi, wale wananchi ambao wao wanatumia, ni miradi ambayo imeingia katika kata ya Tera. Kwa hiyo mimi kulingana na swali lako, kwanza naomba Mungu wangu aniendelee kunipa uhai vizuri na nguvu, akili, ili kuweza kuwatumikia wananchi kwa muda huu wa miaka mitano inayokuja. Mimi nawaza sana kwamba ni nini naweza kufanya ambacho itakuwa mbali na maji, shule na miradi mengine mengi ambayo yamefanyika kwa wetu ambaye ni kiongoza. Lakini natamani kwa miaka hii Mungu akinijalia nimalize salama natamani ni buni na nabuni. Inawezekana naye kichwani sitasema, lakini nataka nifanye kitu ambacho inakuwa ni alama kubwa haswa katika kata hii ya Tera. Kwa sababu wakati naingia 2015 kuja 20 nilisema natamani kata hii iwe na maji. Natamani kata hii iwe na miundombinu ya barabara. Natamani kata hii iwe na shule, madarasa ya kutosha. Sababu nilikuta mambo yalikuwa yamekaa tu. Nashukuru Mungu yote ametimia kwa kweli. Kwa sababu leo tukisema madarasa tunazo, huwezi kumaliza changamoto ya maendeleo. Ni lazima. Yaani vile unapotengeneza, unapotatua ndivyo inavyoongezeka automatically. Kwa hiyo kwa kweli mimi natamani sana siku moja nione Tera ikiwa mji mzuri uliokaa vizuri, na kuna viwanja vimepimwa pale. Na mimi kila wakati naongea, na hata upimaji wa hiyo viwanja pamoja na mwenyekiti aliyokuwepo tulishirikiana, nikamwambia ni heri kupata gharama, lakini tuwe na eneo moja ambalo limepimwa, ambalo huko mbele inawezekana isitambulike kabisa, lakini huko mbele itatambulika na itaonekana. Nimesema natamani, siwezi kukuambia hapa, lakini natamani kufanya. Nipe muda nitakwambia. Siwezi kukupa kwa leo, lakini nipe muda nitakwambia. Najua na miezi 4 kama ulivyosema. Hebu acha kwanza nipite. Najua kila kitu inahitaji. Mimi sina kitu ya kutoa, lakini na ushawishi kwa serikali ambayo inanisikia, na kwa sababu ni ya Chama cha Mapinduzi itanisikia. Kuna mambo ambayo ni lazima upeleke proposal mezani, alafu ikipokelewa ndio unatoka unashangilia. Unatumia mitandao ya kijamii, unachukuliaje maoni ya vijana na wakazi wa Tera kwa kata yako, hasa kwenye makundi ya mitandao ya WhatsApp na mengine? Kwanza mimi nashukuru. Kwanza mimi nafurahia ile mitandao. Yaani mmoja wa waumini ya kwenye mitandao pamoja na mimi. Shida ya kwenye mitandao, mwingine anaandika hajui, lakini unajua kabisa huyu ana nia yake, lakini hata namna ya kupeleka hiyo ujumbe alionayo hajui. Mwingine anapeleka kama ugomvi, anauliza diwani afanye hivi, anafanyaje, afanye vipi? Mwingine anasema amekula hela ya daraja. Yaani anasema diwani wetu na kitambi amekula hela ya daraja. Sasa unajaribu tu kufikiria, na unasema hana shida.
wengine kuna washabiki, kuna wale wagombea, alafu kuna washabiki wao, na washabiki hawaponaji haraka kuliko wale walio. Yaani mimi naweza kupona washabiki wangu wasipone. Mimi sina washabiki, inawezekana wakipone, lakini wanaangalia. Kama mtu uko makini, wanaangalia. Mbona huyu tunayempambania, mbona haonyeshi hasira sisi tunayo bado? Na wewe na wao na bado. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kukosolewa wala sio unachukiwa. Lakini natamani ulikuwa unaniuliza wewe. Ukiniuliza hivyo, hata vile ambayo akili unayo ile ya kuuliza, yani ile akili uliyotumia kuniuliza, hata nikikujibu ya kweli natamani ujue kwamba hii ni ya kweli. Lakini lingine unajaribu kumweleza mtu alafu anaamua kutoka nje. Yaani kama anataka, kuna mtu anamfurahisha au kuna labda amekaa mahali grupu, anasema mwambie hivi. Yaani ni jambo tu la uelewa kwamba unajua kabisa sasa saa nyingine unanyamaza, unamwacha. Lakini mimi kunyamaza ni hasara kwake. Angesikiliza kile ninachosema. Hivi naona diwani aliyochaguliwa na wananchi. Sasa kama mimi ambayo nimepitia kwenye kipindi kigumu sana kwenye uchaguzi, hasa kura ya maoni, mambo ni mengi. Unaona? Halafu unakuja kuwadanganya wananchi. Hivi kwani leo ninyi ni waandishi wa habari? Hivi mimi nakuja kuwadanganya ninyi? Kumbukumbu sipo. Tunaongea hapa. Yaani ni kudanganya hivi. Kwanza faida ya kwangu kudanganya nifanyaje? Kama nitashindwa kusimamia miradi ya wananchi waone kile nilichofanya, kile nilichowakilisha nao, alafu nakuja kudanganya kwenye vyombo vya habari au kwenye mtandao, haitasaidia. Na bahati mzuri mimi najua mitandao yote sio wale tu walioko ndio hapo. Watu wako wengi sana. Kuna wataalamu huko, kuna watu wasimamizi wa serikali wako umumu, ambao watu wanaangalia hata diwani anaongea nini. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi naelewa sana. Kwa hiyo kwa kweli mimi napenda niendelee kukosolewa, na waambia waendelee kuuliza, lakini wapokee majibu, si wadanganyi. Majibu nayotoa ni majibu ya kweli na uhalisia daraja. Siwezi kusema mkandarasi amekimbia kwenda wapi. Hii ambako ilikuwa ni muda mrefu zaidi. Lakini leo sinaona inaisha. Walikuja watu watamsema mara nyingi. Na bahati mzuri sana TARURA, kwa faida tu. TARURA wao ndio wanaandikiana mkataba na mkandarasi, sio halmashauri. Na halmashauri sisi, baada ya Rais Samia kushika hatamu kuongoza nchi, yeye ndiye alikuja tena kupitisha hata ile budget ya TARURA ipite kwenye baraza la madiwani kwa baraka na setup kwamba hii ipelekwe, hii inatakiwa, hii inatakiwa hii. Lakini huko nyuma ilikuwa ni moja kwa moja TARURA Ngonongwe. Sisi hatujui, lakini sisi tumeambiwa tu daraja linajengwa, lakini hatugusi kitu yote. Wataalamu wanaweza toka kusema, akaipita pale akasema daraja la Ngonongwe imepata fedha milioni 400 inatakiwa ijengwe. Basi wanasimamia wao wenyewe, wanatangaza tenda wenyewe, wanafungua wenyewe, wanampa mkandarasi waliokizi vigezo wenyewe, basi. Lakini sasa hivi inapita kwenye baraza lao, tunaona document kwamba imepita kwenye baraza. Na unaamini kwamba kuna makundi haya ya kisiasa na kuna watu? Naamini watu. Kwa nini? Wapo watu. Hizi nafasi sio kila mtu anaweza pona kama mimi. Mimi leo nikipigwa chini napona saa hiyo. Sio tunataka umeshindwa. Nilishapigwa chini na nimepona vizuri tu. Na napona kabisa. Yaani napona na mambo mawili, kitu ninachojua. Kama nikipigwa chini napona, yule aliyoshinda atafanya kazi yake vizuri. Moja ya kufanya kazi vizuri, atajionyesha uhalisia wake. Hata sema yule aliyotoka ananifanya hivi, kwa hiyo anaweza akapoteza mwelekeo, badala ya kupambana na alichoambiwa na wananchi anakuja kwa mimi. Sasa hivi mtu akija kwangu simwangalie, ataongea, atafanya anachotaka, lakini mimi na stick na kile ambacho wananchi wanataka. Hiyo ndio namna yangu mimi.
nitaenda kujibu kule mbele mahali panapohitajika, tutaenda kujibizana. Sasa wewe unakuja na porojo, mimi nakuja na majawabu ambayo watu wameona. Na kwa nini ulitaka wenyekiti wa halmashauri? Nilikuwa na maono yangu. Sasa nikiongea saa hizi itaonekana mimi nataka yani nashawishi kwamba yule aliyokuwa yupo hawezi kufanya, lakini nilikuwa na maono yangu binafsi ambayo nilitamani kuyafanya kwa nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri. Na ni kwa sababu sisi madiwani viongozi ni kama wacheza draft. Kiwa nje mwingine yuko pale, natamani kwa nini amegusa ikete hii, ndio ingempa kwenda kinge, yani kupata mafanikio. Lakini mimi nimegombea siasa, ndio sisi tunafanya, ikafanywa siasa nzuri, nikaondolewa, nikawa sawa kabisa. Sikumbuki ukweli, na kwa nikueleze ukweli, wala roho hainiumi hata, yani sikumbuki kama nilishagombea nikakosa. Najua tu nimekosa, lakini sikumbuki kwamba kuna kitu ambacho, na siku hiyo na imani naye sana. Kwanza aliyochaguliwa ni rafiki yangu, ni mtu ambaye tuko naye mara nyingi sana kwa katika baraza ililopita. Niseme anasema mwanangu au anasema swaiba wangu kati ya hizo zote. Kwa hiyo iko hivyo. Namshauri na compare. Nikimshauri ni ile changanya na zako, si ndio? Namshauri alafu nampa uhuru. Kwa maana inawezekana kama tukifanya hili inawezekana ikawa bora kuliko hii. Mwenyewe anapima, anaweza kaomba kwa mwingine kwa sababu siko mwenyewe. Basi akaona ile ya kwake ndio bora, tukaenda naye, au kaona ya kwangu ni bora au ya mwingine, tukaenda naye. Kuna pressure ya 2030. Yaani pressure yangu sio wanasiasa. Kama ukitaka mimi nipate pressure, ni watu wangu waone nikifanya vibaya alafu watu wangu wachukie. Lakini mwanasiasa, mimi siogopi mwanasiasa yote. Na ndio maana mnakwambia mimi nastiki na wananchi, na nastiki na kile ambacho nataka kuwafanyia wananchi. Hiyo ndio principle yangu. Hii ingine wanasiasa hata ukifanya vizuri huenda wasikuunge mkono wakati unafanya vizuri. Kwanza wakaenda mbali. Na wale ambao hawajiamini yani vizuri. Lakini mtu anayejiamini kama mimi najiamini yani. Hata leo mwenyekiti wangu wa halmashauri na sasa nikashauri jambo ambalo linamsaidia yeye hata huko mbele ya safari, na nikamshauri na kama ni mbunifu atapata, kama sio mbunifu atapata. Kwa hiyo mimi naamini kichwani mambo mazuri hayaishi, na ukisasa kwa maana ya kwamba wakati inategemeana tu na wewe. Inawezekana ukawa mdogo ukashindwa kukaa kisasa, lakini inawezekana ukawa na umri ya kwangu ukakaa kisasa. Na watu wa sasa wajanja waliosoma wanataka namna hiyo, watu wanaenda kisasa. Sasa inawezekana ukawa kijana kabisa mdogo, miaka 30, miaka 25, miaka ngapi, lakini huna hiyo ukisasa, usomi gepu ya dunia inavyokwenda. Sasa usiposoma gepu alafu unakuja kurudisha watu kule pale peleke mahali ya miaka 80. Tunahitaji viongozi waliosoma. Ni nzuri kijana akisoma alafu atake kuongoza, lakini sidhani kama anatakiwa injinia maji kwenye udiwani. Sidhani kama anatakiwa daktari kwenye udiwani. Injinia anayekuja kwenye siasa, injinia inabaki kichwani. Tunakwenda na mapigo ya wale wenye kura. Sasa ukija hapa na udaktari wako, uje kusema nitakuchoma sindano, nani atakuelewa? Kwa hiyo nataka tuumwe. Unataka tuumwe. Kwa hiyo la kusoma ni jambo ambalo haliepukiki. Mimi mwenyewe ningekuwa na nafasi hata saa hii ningesoma. Kwanza hiyo kama chama sisi haturuhusiwi kuweka kwenye public. Hiyo ni mambo inaisha kwenye chama. Kwa hiyo kama kuna dosari zilizofanyika huko chini, hatuwezi kuanikana huku.
juu. Kwa hiyo sio kwanza ni tawi, ilikuwa ni kata, lakini kuna dosari ambazo zilifanyika huko, nafikiri za chama ina hatua mbalimbali ambazo inapitia kwa wanachama wake ambao ni viongozi, ndio inaweza ikawa iko huko, lakini siwezi kusema chama mtu alifanya hivi. Inawezekana leo mtu amekosea hapa, lakini kesho akajirekebisha, akakaa kwenye nafasi tena kaendelea. Na sisi utakuja kuniuliza mbona kipindi ile ulisema hivi na ile ina nini? Wanachama CCM ina miuko yake. Napotokea jambo unakuta mtu labda kama ni mimi naweza nikasimamishwa. Wewe unasimama wanachama, ukisimama wanachama na udiwani imesimama. Kwa sababu kuna vitu ambavyo haijakaa sawa, lakini baadaye wakasema basi tumetoa onyo. Kwa hiyo tumetoa onyo kwa njia hii. Kuna kunyang'anywa kadi, hiyo kunyang'anywa kadi ya Chama cha Mapinduzi. Basi tunaweza kusema bwana Jackson amenyang'anywa kadi ya chama na udiwani kapotea, na vyote alizopata kupitia CCM zimepotea. Unahusika hadi ikapelekea yeye kusimamishwa? Hapana. Hivyo ndivyo sauti inavyotoka ya watu. Sana itatoka, itasemekana diwani alikuwepo. Matatizo mengi sana yakitoka, wanasiasa wanakimbiza kwa yule ambaye yuko madarakani. Wanajaribu kuzoofisha diwani kwamba anafanya vitu ambavyo wanawaza kwamba inaweza kaniletea tapshi kwa wananchi, kwa chama. Kwa hiyo naomba sana wanachama cha Mapinduzi tuendelee kukipigania chama chetu, tukipende, tukijenge kwa moyo mmoja. Lakini naomba pia tuache makundi yale ya uchaguzi uliopita. Haya makundi mimi sina kundi mpaka sasa. Watu wote tayari mimi ni watu wa kwangu, na wote ambao wako zamani kwenye uchaguzi wako tofauti. Mimi sijui kama wako tofauti. Mimi kwa huduma, na wananchi wanajua, hata kule mtaani wanaelewa. Kwa hiyo mimi yangu kwa upande wa chama ni, lakini lingine kwa upande wa wananchi ambayo wamenipa ridhaa hii, naomba sana waendelee kuwa na imani na mimi. Na mimi na imani nao sana. Na mimi nawapenda na wajali kwa namna nyingi sana. Tuendelea kupeana nafasi, tuendelee kushirikiana, tuendelee kutiana moyo. Mimi pia nikipata moyo kutoka kwa wananchi, hata akili na function zaidi. Kwa sababu natamani ile imani walionayo kwangu, kama walionayo hivi sasa, natamani kufanya vitu ambavyo na wao wanafurahia, wasijutie kwamba walimchagua mtu ambao hawafanyi kitu chochote. Kwa hiyo na mimi diwani wenu tunarudisha shukrani nyingi sana, na sisi ile imani ambayo umetuonyesha, na sisi tuko tayari kuwatumikia kwa moyo wetu wote. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana. Okay, asante sana Jackson Nakeri, mheshimiwa diwani wa kata ya Cherati, kwa ushirikiano wako na majibu yako ya wazi. Asante sana. Mfuatiliaji wetu wa channel yetu ya Bukolere Digital, usisahau kushare na kusubscribe na kucomment mahojiano haya, ili basi viongozi wetu waweze kufanya kazi kwa uwajibikaji. Endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bukolere FM Radio. Mimi ni mtangazaji wako Dorcas Charles.